Agapao TV, burudika nasi. Yes, ndugu mtazamaji wa Agapao TV online, kama unavyoona ni mimi mtangazaji wako Siliboy Mnyamwe Soma Justin. Tupo na moja kati ya mablaza kutokea hapa Juja na ataitambulisha ni nani, kwa nini yupo hapa katika mjengo wetu wa Agapao TV. Nafikiri ni wengi, ni sura bado mpya, lakini mtamfahamu ni nani na anatokea wapi na anaishi wapi, au sio? Kaka, inakuaje? Yes, salama. Kwema. Nzima lakini ndugu yangu. Yani nipo fresh yani. Karibu sana katika mjengo wa Agapao TV kaka. Yes, asante. Nashukuru Mungu. Mimi waga kwanza naanza na majina. Hivi unaitwa nani? Mimi kwa majina naweza kusema jina ambalo linajulikana sana kwa sema kwa lugha ya asili ni mwana wa dada. Ndio majina ambayo naitwa. Mwana wa dada. Kwa ukisema mwana wa dada kila mtu anajua hilo. Kwa hiyo jina lingine ambalo kizalikio sijui kama mtu anaweza kanifahamu. Okay, lakini tukiachana kwanza na hivyo, mimi waga kwanza naanzia hapo mwana wa dada. Hivi mwana wa dada, kwa nini mwana wa dada? Mwana wa dada ni jina ambalo nilianza kitambo sana. Yani sijui, yani bado niko mtoto yani. Kwa hiyo nilivuma hivyo tu mpaka saizi kila mtu anaita hilo jina. Kwa hiyo kuna watu wengine hawajui jina langu la asili yani kizalikio. Okay. Hivi mwana wa dada ndio jina ambalo umepewa na wazazi au ni washikaji tu ambao umekupatia mtaani? Katika ukuaji wangu nilikuwa na majina matatu. Jina la kizalikio ni jina la naweza kusema maneno, na jina la lingine ambalo nilipewa niliitwa Quiros, na jina ambalo nilijipakiza mwenyewe ni mwana wa dada. Mwana wa dada. Mwana wa dada ndio ulivuma sana mpaka saizi. Okay. Ndugu mtazamaji wa Agapao TV, kama unavyoona nipo hapa na moja kati ya mablaza ambaye anayefahamika kwa jina la mwana wa dada. Ukimwita mwana wa dada utakuja kukosea, au sio? Na yupo hapa, wengi tunatamani kujua, au mimi binafsi natamani kujua kwa nini yupo hapa katika mjengo wa Agapao TV. So blaza, nafikiri tungetamani kujua hivi katika pita zetu za ujana, hivi hapa Marekani, wewe kama wewe mwana wa dada wago unajishusha na kitu gani zaidi? Mimi na mara nyingi sana kwa sasa hivi ina maana najishia na biashara fulani ambao sasa hivi ambao ninavyoniendesha. Naweza nikasema kwenye chata langu ambao ninaweka pale naandika kama small loan. So small loan ina maana kwamba yani ule ukopoa like mkopo. Ukopaji. Kwa hiyo ukija kwangu mimi kitaka ukopaji, mimi nakupa kidogo kile ambacho nina uwezo nacho yani. Kwa ndo nahusisha navyo sasa hivi. Kwa hiyo yote yule anayetaka anaweza akanicheki nikampatia fresh tu. Alright. So hebu sisi tungetamani kwanza kujua mambo mengi kuhusiana na mkopo ambao unaofanya hapa Marekani. So ni kupita zangu nilikutana na umeposti kwenye group fulani, umeposti KLM group. So tungetamani kwanza kujua hilo KLM group ni group ambao inahusiana na nini na pia inafanya kazi gani, kwa sababu tayari umesema kwamba una biashara ya financial. So labda kwa watu ambao hawajui financial ni nini mkiingereza, maana ni kiruga cha wazungu hicho. So hebu jaribu kutuelewesha kwenye kiruga chetu au lugha ya Kiswahili kidogo, ili watu wapate kujua kitu gani ambacho unakiongelea zaidi. Nianze hapo. KLM inahusisha inawakilisha watu watatu. Kisema kwamba ni group ya watu watatu. Kwa hiyo ile KLM ina maana kila mtu kwenye ile group ana jina lake pale. So cha pili ni kusema financial ni kama vile unahitaji msaada wa kifedha, ukopaji wa fedha, unatutafuta ndio tunakupatia. So lakini hatukupi kiasi kingi sana. Kwa hiyo mwaka jana tulianza na mwanzo wa kukopa hizo hela, unachukua mwanzo ni $100, alafu mwisho ni $1,000. Kwa hiyo baada ya mwaka mpya tukaja tukapandisha $100 juu. Kwa hiyo sasa hivi unaweza kaanza kwa $100, mwisho $1,100. Na hiyo financial KLM group, hiyo idea kwanza ilikujaje? Kwa sababu ya kuja kukopesha watu pesa. Ina maana ni kampuni ambayo inahusisha na watu ambao wanahitaji msaada, au kwa mtu ambaye ana matatizo, labda tuseme hivyo kwanza. Unajua jamii wanadamu tuna matatizo, na ndio maana tuliona tujitose kwa hilo.
So kuna mtu anaweza kawa kuna shida alafu akakosa ataanzia wapi kupata kwa kutatua ile tatizo lake. So hiyo tulijifunza na tulijua kwamba wanadamu na mapungufu, kwa hiyo tulijitosa tu kwa sababu ya kusaidia mtu ambaye ana matatizo kama hayo. So unaweza kawa kuna shida hata $100 au $50 au $100 tu ndio mwanzo tuseme hivyo. So mpaka 1100. So kwa hiyo huo msaada sisi tunatoa. Kwa hiyo tunajua kwamba hilo inawezekana, mtu anaweza kawa na tatizo, anaweza kawa na shida ya kifedha. Kwa hiyo tulijitosa kwa kusaidia kwa njia kama hilo. Kwa hiyo nyinyi kama KLM ni financial ambao mnasaidia kila mtu, au vipi? Mnaangalia huyu mtu yukoje au ana matatizo gani, ni lazima aje kuambia matatizo ambayo yuko nayo, au anakuja tu bwana mimi nahitaji pesa, na ataacha kitu gani ili mpatie hizo pesa, na lini mwisho wa kurudisha hizo pesa, na faida gani ambao mnapata nyinyi kama kampuni? So watu au watazamaji wetu wanatamani kujua kupitia nyinyi pia ambao mnafanya biashara. Ni kusema faida ina maana tuanze hapo kwenye nanili umesema kwenye mwanzo faida, right? Faida ina maana tukikupatia $100 ina maana tunachukua percent. Kuna percent ambayo tunachukua pale kwenye percent ni kama vile 1.6. Yeah. Tupe example. Example, ukichukua $100 ina maana kwa siku yani ukitaka, yani tunapanda kwa siku zote zile, lakini mwisho ni mwezi. So ukichukua $100 ina maana kwa siku unalipa ile percent 100.6. Kwa hiyo ukijumlisha percent 100.6 unakuja kupata kwa mwezi ni shilingi ngapi ambazo utarudisha. Kwa mfano mimi nimechukua, mfano kuna client ambaye amekuja na amechukua $1,000, ili arudishe hizo pesa mnapatia kiasi cha mwezi, alafu na percent ngapi ambazo anatakiwa arudishe ili na nyinyi kampuni mfaidike. Kusema ukianza $100, kwa hiyo tunakupatia kwa mwezi $100, ina maana unarudisha na $20 kwa mwezi. So ukichukua $1,000 inabidi urudishe $200 kwa mwezi. Na hizo ndio percent ngapi? Yani hiyo ni percent moja, yani kwa $100 kwa siku ni percent 1.6. Kwa ukijumlisha hivyo inakuwa $20 kwa mwezi. Kwa ukijumlisha hiyo $20 kwa 1000 inakuja hiyo $200. Okay. Ndugu mtazamaji wa Gaha Power TV, nafikiri tupo hapa pamoja kati ya vijana ambao wanaleta maendeleo katika jamii letu, na yupo hapa kutambulisha kampuni lake la KLM Group. Ni kampuni ambayo inahusika sana na biashara vya pesa au fedha, mkopo kwa mtu yeyote ambaye anahitaji msaada au fedha za nafikiri kwamba Marekani kuna matatizo mengi na watu wengi wanapata matatizo ya fedha. So unaweza kumcheki, sijui kama unaweza kumcheki kupitia namba gani au Instagram, lakini pia ataongea vyote kwa kumpata, ili mtampataje kuhusiana na hiyo issue ya financial. So blaza, natamani kwanza kujua hivi idea ya kuja na group au kampuni ya financial au KLM Group ilikuja na nani katika nyinyi group la watu watatu? Kampuni nilianzisha mwenyewe. Nikusema kwamba nilianzisha mwenyewe kwa sababu nilijifunza kitu kama hicho, kwa sababu mimi napenda sana kufanya biashara. So nilijifunza kwa nini mtu asifanye kitu kama hichi. Nilianza tangu mwaka juzi. Nilianza mwaka juzi. So nilipata changamoto nyingi sana. Baada ya kupata changamoto nikapata uzurumati na nini, nikasema hapa issue itafeli. So sikujali na kile, kwa sababu usipokuwa mvumilivu katika biashara huwezi kuendelea. So nipata hizo changamoto, nika stop kazi, nikatoka kwanza hapo kwenye state, nikaenda state nyingine kwanza, nikafanya muda miezi 8, nikarudi. So nilivyorudi hapa tena nikajifunza kwa nini mtu asianze tena hiyo business, kwa nini nisijitose tu kusaidia vitu kama hivyo. So niliona siwezi nikafanya peke yangu. So mwanzoni nilivyoanza nilipata changamoto kwa sababu nilikuwa sina plan, nilikuwa sina vigezo, sina nini, tuseme tu nilikuwa hauna masharti. Sina masharti, right? Sina masharti. So nilikuja na style mpya sana.
So sasa hivi ukija unaweza ukaapply hata online, nikakutumia linki, right, nikakutumia linki ukajaza documents zako like ID number nini na nini. So sio kila mtu ambao anaweza kukubali au tunaweza tukakubali kumpatia hiyo issue. Kwa tunaangalia ID yako numbers, tunaangalia rekodi yako, kama uko fresh unapewa. Na ndio maana nimeuliza mtu yeyote ambaye anahitaji pesa ana uwezo wa kuja kwenu tu hivi au ni lazima kwanza muangalie record ya yule mtu yukoje? Na okay, rekodi hapo tunaangalia. Ya, lakini ukiwa kama ule mtu ambaye tuna mashaka naye, tunaangalia rekodi yako. Tunaangalia rekodi yako ikoje, tunakupatia. Tukiangalia rekodi yako iko sawa basi. Ila kuna mtu ambaye tunaweza tukampatia bila hata kuangalia rekodi. Unaelewa? Unaweza kaja kwetu, hata link uweze kujaza information kwenye linki, tunakuambia bali chukua, tunakuamini na nini, tunajua nini, tunakupatia hizo hela na kukurudishia. Na vipi kuhusiana na nafikiri hii ni kwa ajili ya jamii yetu, hivi mnafanya Marekani nzima au ni Georgia tu peke yake? Kikweli zaidi sana tunafanya Georgia. Hatujavuka mipaka, tunafanya Georgia kwa sababu unajua wanadamu sio waaminifu zaidi sana. Japokuwa unaweza kuwa waaminifu lakini sio kivile. Lakini kuna masharti ambayo unaweza ukasema tuna uwezo wa kufikisha kwenye state zingine, kwa sababu ukileta ujinga wa kuleta ujanja, tunajua na sisi tutafanyaje ujanja huo. Kwa hebu hongea na jamii letu la Babondo Georgia. Sasa hivi unaweza ambia hadi kuhusiana na kampuni lako la KLM Group Financial. Naweza nikasema karibu, tuko tayari, milango iko wazi. Chochote ambacho utataka, ina maana tunaanza kwa 100 mpaka 1100 saizi. Kwa hiyo ukihitaji hela hizo, karibu, tutakupatia bila shaka yote ile. Tunaangalia tu rekodi yako kama iko fresh basi, ila kama tunakuamini basi tunakupatia hivyo tu, haina shida. Okay. Na labda kwa sababu wewe bado labda kuna watu wengine labda wanahitaji pesa na vitu vingine, so apite njia gani ili akupate wewe mwana wa dada? Kwenye application kuna namba 2. Kuna namba 2 ambazo unaweza kupiga pale na ukatupata. Na hiyo application wataipataje ili watu wajue kwamba okay, hii ndio application ya kazi ambayo mtu akihitaji pesa ana fill out na kutumia kwa wahusika? Application nadhani kuna linki na bado tunaendelea kufuatilia hiyo linki, kwa sababu kuna linki ambayo tumeitengeneza, lakini hiyo linki inachukua muda siku ngapi na expire. Lakini tunatafuta njia ya kutafuta linki ambayo ile ambayo haiwezi expire. Lakini kwenye ile linki kuna namba pale ambayo unaweza kupiga na kuna information ambayo unaweza kujaza pale, inakupatia maelekezo. Kwa hiyo ndio vile kwenye linki kuna namba, na nafikiri hiyo linki sana naiposti sana kwenye mitandao zangu za kijamii, alafu kwenye magrupu mbalimbali. Ndio maana huwa napigiwa simu na watu wengi sana. Bana, mimi naitwa Sidi Mnyamwe Soma Justin. Bado tupo hapa na mwana wa dada, tunapiga mastori kuhusiana na biashara vya KLM Group Financial. Ni group ambalo linasaidia jamii kwa watu ambao labda wanahitaji wa pesa au wa fedha zaidi sana. So kuna application ambayo unaweza kujaza na wakakupatia pesa muda wa siku au mwezi mmoja ili tena urudishe. Na sio mwingine ni Blaza hapa, mwana wa dada. Unaweza kumfuatilia ama unaweza kumpigia kupitia namba yake WhatsApp, Instagram pia yupo na Facebook pamoja yupo. Kwa hiyo ndugu, kama mnavyoona tupo na watu ambao wanaoleta maendeleo katika jamii, na yeye hapa mwana wa dada ni moja kati ya vijana ambao wanaoleta maendeleo katika biashara vyake vya financial. So ukiwa na uhitaji zaidi, mtafute, utampata popote pale, yupo Georgia kama kawaida. Ni mimi mchezaji wako Sidi Mnyamwe Soma Justin. Blaza, labda unaweza waambia watazamaji wetu wa Poa TV neno lolote kuhusiana na financial, kuhusiana na biashara yako zaidi? Kuhusiana na biashara, nadhani tuko kibiashara zaidi sana na tunapiga kazi kabisa kama kawaida, tuko busy. Tuko busy na biashara. Kwa hiyo nafikiri nimeshasema kwamba tangu awali, ukihitaji tuko busy, tunakupokea. Ukipiga simu masaa tuko wazi. Njia zote zile, mtandao wa kijamii tunapokea simu. Kwa hiyo mfano sasa mtu mmoja akihitaji, mimi nahitaji kama 5000, inakuaje hapo? Unajua kila kitu kina masharti.
kila kitu kina masharti. Kwa hiyo usipojipangia kitu chako kwenye masharti au kazi yako kwenye masharti, hauwezi ukatoboa. Kuna mtu mmoja alinipigia simu akasema anahitaji Zuza, nikamwambia no, hauwezi kuhitajika, kwa sababu kwenye sheria inahitajika tu mwisho ni 1100. Na hiyo 100 tuliongeza kwa sababu mwaka mpya, hapa kwenye mwaka mpya ulipoanza tukatangaza biashara kwamba tumeongeza kwa ajili ya mwaka mpya, lakini mwisho ilikuwa ni 1000. Na toka uanze biashara hivi ushakuwa na muda gani kwenye biashara? Sasa hivi naweza nikasema ni miaka mitatu. Na ni faida gani ambao labda ushaipata kwenye biashara hivi? Faida kikweli, faida imo, na ndio maana sipendi kuiacha. Maana hakuna kazi isiyokuwa na faida. So ukifanya kazi ambayo isiyokuwa na faida, hivyo ina maana huko kama vile ufanye kitu. Okay, na ni hasara gani pia ambao tayari ushapata katika kazi hii? Hasara pia, changamoto zipo. Yes. Hasara zipo, na ndio maana hata ukiwa mfanya biashara usiogope hasara katika maisha. Ukiogopa hasara huwezi kuendelea. Hasara zipo za usumbufu sana. Unajua mtu anaweza kaja akahitaji mkopo kwako, right? And then ndugu yako, ni rafiki yako, so akachukua zile changamoto za kusema kwamba, yani akachukua ule ndugu sana. Yule ndugu akasema usi ndugu yangu bwana, acha kwanza nimzungushe hivi na hivi. So ukichukua hasira, una uwezo wa kufanya nini? Wa kuanza kugombana naye. Na like unaweza mnapatana muda wa mwezi, lakini yeye akapitisha yule muda ambao mmepatana naye baada ya mwezi na nusu, miezi miwili. Sasa unaanza kujiuliza jamaa vipi? Sasa anachukulia yule urafiki na yule mdogo. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo tunapata. Na hasara kabisa, kuna zile hasara ambazo mtu anaweza kusema kwamba anapotezea hata bila. Nimeshawahi kupoteza 2000, yani mtu anipi kabisa, alipi deni, yani anapotezea kabisa. So hizo ni changamoto, lakini nina uwezo wa kusema kwamba naenda kustaki kwenye mashtaka kwa sababu nina document zote, lakini kwa sababu unaona unachukulia yule mdogo ni na nini, hauwezi ukapeleka mtu kwenye collections. So hivi tu kama vile. Ndugu mtazamaji wa Gawa Power TV, kama ulivyosikia tulikuwa na mwana wa dada, tulikuwa tunapiga mastori. Ni mimi mtangazaji wako Sile Mnyamu Soma Majustin. Lakini pia ukitaka kumtafuta yupo kwenye WhatsApp, namba yake ni 0786637834. Kama unavyosikia, na Gmail yake ni mwana wa dada 01 gmail.com. Kama kawaida, nyuma kamera tupo na mwanetu official dada kama kawaida, au siwe? Ciao. Gapow TV, burudika nasi.